atuhum min mali llahi alladhi ataakum. Allah sema wapeni, ni kuwazungumzia wale watumwa watakuandikishiana na bwana zao ili wajikomboe. Wapeni mali za Allah, hizo ni mali za Allah, Allah amekupeni. Huu ni mtazamo sahihi wa Uislamu, haupo katika fikra hizo wanao mpaka baadhi ya watu masalafi. Mtu ana mali mabilioni lakini ni zake tu yeye anaona, kumbe Allah anasema ni mali zake kakupa wewe, wape wengine wenye haja, zimepitishwa tu. Lakini nadharia hiyo mtu atachuma, atajidipikizia, ana akaunti 7 10 hela zimekaa. Watu wana haja za kimsingi, chumeni, fanyeni kazi. Wengine wakaona kufanya kazi ni kukatika kiuno. Yani unaona wewe kazi ya kukatika kiuno ndio kazi sana kwa dharau watu. Ukakatika kiuno juu ya mjukwaa ukapata hela, ndio kazi kubwa. Umetengenezwa ukafikia hapa. Fasadi imeenea katika mujitama kwa sababu ya hizi afkara hadaba. Madhara ni mengi sana ndugu zangu, hatuwezi kuyaorodhesha, mengi sana ambayo tunaishi, tumeathirika nayo. Tunao ndugu zetu wamekuwa ni watumizi wa madawa ya kulevya, wameathirika na ujambazi, wameathirika na tabia nyingine za ushoga. Vijana tunawaona wanakwenda huko sasa hivi, wakenda wakisoma vya vikuu, wakirudi wanavaa vibukta. Ya unashangaa huyo kavaa kibukta, kibukta. Aone yale mavazi pia ya kuvaa suruali ndefu pia bado ni ushamba, imeshatengenezwa huko. Leo kuna timu za wanawake za mpira, zote ni fikra hizi zimeletwa kwa wanawake wanacheza mpira nao. Yani sisemei hiyo mipira ya wanaume, nyewe mwajua tushaizungumzia. Sasa la ajabu ni wanawake nao wacheza mpira alafu kocha wao mwanaume. Yani yule mwalimu wa mazoezi pia wanawake mwanaume. Tena kocha wa timu ya wanawake mmoja nilikuwa namjua ni Muislamu wa Tanga, alafu kocha mkuu wa timu ya wanawake Tanzania. Hebu tazama jamii ilipofikishwa, madhara yake ni mengi. Wajibu wetu sisi ni kuisoma dini katika njia kwa ufupi ambazo zitasaidia kurudi katika dini. Ni sisi kusoma Uislamu, tukausomesha, tukawalingania watu, tukatumia juhudi kuwaelekeza watu Uislamu na mazuri ya dini yetu. Ni lazima tufanye kazi, tusome kweli, tusome tujue Uislamu kwa maana ya kujua Uislamu kwa sura yake kamili, tuwalinganie watu, tuwasomeshe watu, tuirudishe jamii katika dini. Hali ni mbaya mtaani. Lakini kadhalika tuwabainishie watu hizi mbinu za maadui wa Uislamu wanazotumia, ambazo zimekaa katika fikra ambao wenyewe wanaita brainwashing. Watu wanasafishwa bongo zao. Watu wengi hawajui, wanaona ndio ufahari tu. Wakisoma, kuna wengine wenyewe ni walimu wa mashule, mnasomesha tu. What is democracy? Unashuka tu pale Abraham Lincoln amesema, unashuka tu, huna comment yoyote. What is liberty? Unashuka tu mwalimu pale. Unafundisha tu capitalism, socialism, unashuka tu mwalimu. Huna comment, huna taaliki yoyote. Upa tu na wewe kama wale wengine. Unasomesha nadharia nyingine. Lazima tuwabainishie watu. Umepata fursa, bainisha watu hii ni mifumo tutasomesha, mifumo sio sahihi, ya batili. Sikuna watu walikuwa wanafanya. Au hamjui, wengine msijua hapa. Ashay yukali. Mtu anaambia fulani kazani wa fulani, afu mwalimu ageuka, uongo. Ananye kuna watu wote wanasoa kwenu. Kwa mtu anasomesha wasema uongo. Mwalimu ageuka kwa wanafunzi kidogo, uongo. Tuwabainishie watu. Tusimame watu wajue hakika ya hizi mabaya na mbinu za maadui za kututoa katika dini.